kwa taarifa katika vituo vya polisi na nyingine katika mitandao ya kijamii zikijulisha kwamba mtu au watu fulani wamepotea, hawaonekani au wamekamatwa na watu waliojitambulisha kuwa askari wa jeshi la polisi. Jeshi la polisi linapopata taarifa hizo huanza uchunguzi wa kukusanya ushahidi kutoka vyanzo mbalimbali ili kupata ukweli wa taarifa ya nini kilichotokea, kwani hauwezi kusema moja kwa moja kuwa mtu aliyeripotiwa kupotea, kutekwa, kulazimishwa kupotea au kuuawa bila ya kumpata anayedaiwa kupotea na ushahidi wa kudhibitisha taarifa hiyo ya nini kilichomtokea. Kama alitendewa uhalifu, ni nani wahusika kulingana na sheria, kanuni na taratibu. Vile vile, kwa mujibu wa kifungu cha 117 cha sheria ya ushahidi sura ya 6 marejeo ya 2022, marejeo ya mwaka 2022 na kifungu cha 161 cha sheria ya ndoa sura ya 29 marejeo ya mwaka 2019, dhana ya mtu kuchukuliwa kuwa amekufa inapaswa kuthibitishwa na mahakama baada ya miaka 5 kupita kulingana na vielelezo na ushahidi utakaowasilishwa. Katika matukio ambayo yameripotiwa katika vituo vya polisi na uchunguzi wa kina kufanyika na walioripotiwa kupotea kupatikana wakiwa hai na wengine wakiwa wamekufa, hadi sasa ushahidi kwa baadhi ya matukio yameonyesha sababu zake ni kujiteka, wivu wa mapenzi, imani za kishirikina, kugombea mali, kulipiza kisasi, kwenda nchi nyingine kujifunza misimamo mikali na kukimbia mkono wa sheria baada ya kufanya uhalifu. Miongoni mwa matukio hayo ambayo yamethibitishwa kwa sababu hizo ni pamoja na tukio la hivi karibuni linalomhusisha Sheikh Zuberi Said Nkoko, miaka 53, mwalimu wa dini na kiongozi katika taasisi ya Islam Foundation iliyopo mkoani Singida, ambayo pia inajishughulisha na shughuli za kuchinja wanyama. Katika tukio hilo, kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo mitandao ya kijamii, kulisambaa taarifa za kutekwa kwa shehe huyo na watu waliotajwa kuwa ni askari wa jeshi la polisi tarehe 2 mwezi wa 6 2025 saa 5 usiku akiwa na kiasi cha fedha taslimu shilingi za Kitanzania milioni 42. Taarifa ya kupotea kwake pia iliripotiwa polisi. Baada ya uchunguzi, ilibainika kuwa Sheikh Zuberi Said Nkoko hakuwa ametekwa, bali alitengeneza tukio la uongo la kutekwa ili kukimbia madeni aliyokuwa akidaiwa na watu mbalimbali. Majina yao yamehifadhiwa kwa sababu za kiuchunguzi, yenye jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 521 na laki 5. Sheikh Zuberi atafikishwa mahakamani baada ya taratibu za kisheria kukamilika. Baadhi ya matukio mengine